Haya ndiyo mambo ambayo mwanamke utakapoyafanya kwa mwanaume wako, unakuwa unauteka moyo wake na mwanaume huyo anakuwepo ni wa kwako peke yako. Ninapoongelea kuwa ni wa kwako peke yako, maana yake naongelea kwamba hautashare na mwanamke mwingine yoyote au hautashare na mtu mwingine yoyote, kwa sababu unakuwa unauteka moyo wa huyo mwanaume. Kuna vitu ambavyo ukisha vifanya mwanamke, kuna vitu ambavyo ukisha vifanya kwa huyo mwanaume wako, unakuwa unauteka moyo wake kabisa. Moyo wake unakuwa unaufunga, moyo wake unakuwa unaumiliki. Sasa ni vitu gani ambavyo unatakiwa vifanye ili huyo mwanaume awe na kuona wewe peke yako, na hata akija mtu mwingine ni mzuri kuliko wewe na muonekano mzuri na umbo zuri na tabia za aina yote, ukaona kabisa hapa nimezidiwa, lakini vitu hivyo utakapovifanya, maana yake ni kwamba kuna kitu unakuwa unakijenga kwa huyo mwanaume ambacho anakuwa ni mtu ambaye atakuwa na kuona wewe peke yako. Sasa ni vitu gani hivyo unatakiwa uvifanye ili mume wako huyo awe ni wa kwako peke yako, asiwe na mchepuko wa aina yoyote nje? Jambo la kuzingatia la kwanza kabisa ambalo mwanaume analitaka kutoka kwako wewe mwanamke ambaye upo naye katika hayo mahusiano, jambo la kwanza inatakiwa ufahamu kuwa mwanaume hataki umfokee wala ujibizane naye. Hilo ndio jambo la kwanza kubwa kabisa. Hakuna mwanaume yeyote ambaye anapenda kujibizana na mwanamke wake. Mwanamke yeyote ambaye unajibizana na mwanaume wako, elewa kabisa ndani ya huyu mwanaume kuna majeraha ambayo unamtengenezea sio sahaulika. Kuna majeraha ambayo unamtengenezea ambayo hata kama yuko na wewe lakini moyoni anakuwa amesha kutoa. Aisa atakuwepo na wewe kwa sababu ya vitu fulani, anaona kabisa kuna umuhimu wako pale, atakuwepo na wewe lakini moyoni anakuwa amesha kutoa kabisa. Sasa mambo yake akisha mwendea vizuri, na kuambia kweli atakusahau na atakuacha. Kwa sababu gani? Mwanaume apende kukaa na mwanamke ambaye anajibizana, mwanamke ambaye anamfokea mwanaume wake. Kwa hiyo katika maisha ya mahusiano, mwanamke usipende kufokeana au kujibizana na mwanaume wako. Mwanaume yote apende kufokewa na mwanamke wake, apende kujibizana na mwanamke wake. Kwa hiyo ni jambo kubwa na la muhimu, na wanawake wengi wamejikuta wakipoteza kete hapo. Kete zao nyingi za ushindi wamekuwa wakiziangushia hapo, kwa sababu mambo yote yanakuwa yuko sawa, lakini kwenye swala la unyenyekevu, kwenye swala la kujibizana, anakuwa ni mtu ambaye anadharau, ana kiburi, ana jeuri, hana utiifu, mtu ambaye anafokea mwanaume wake kama mtoto mdogo. Kwa ukiwa katika mfumo huo, elewa kabisa mahusiano hayo unakuwa unayaharibu kwa mikono yako wewe mwenyewe. Elewa kabisa mahusiano hayo unakuwa unayabomoa kwa mikono yako wewe mwenyewe. Lakini ndoto nyingine, tunasema jambo lingine la kuzingatia katika mahusiano hayo yaliyokaa katika mambo mazuri, elewa kabisa kwamba ukitaka uteke moyo wa mwanaume wako, elewa kabisa ukimfokea na kujibizana naye hata kupenda, hata kuchukia sana. Mwanaume unapokuwa unamfokea na kujibizana naye, elewa kabisa ndani yake anaondoa moyo ule wa kukupenda, akupendi, anakuwa anakuchukia. Hata kama nikupenda kwa asilimia kubwa sana, hata kama nikuthamini na kukujali kwa kiwango kikubwa, utakapoanza kujibizana naye, utakapoanza kuonyesha makucha yako ya kiburi na jeuri na kumfokea mwanaume wako, elewa kabisa ule moyo wa kukupenda unakufa kabisa. Yani ataanza kukupuuzia, ataanza kukushusha thamani, ataanza kukushusha hadhi. Ndio hapo unaanza kumuona mwanaume wako ni jeuri, unaanza kumuona mwanaume wako anadharau, lakini kumbe ndani yako ni wewe mwenyewe umevunja mahusiano yako wewe kwa huyu mwanaume, kwa sababu ulimuonyesha jeuri ya kuonyesha kiburi na kuonyesha majibizano. Sasa jambo lingine ambalo tukuelewe, utaanza kuona ataanza kukupuuzia mpaka utaanza kushangaa. Yani hata kama kosa ni la kwake, ni lake mwenyewe, wewe tulia, kaa kimya, jaribu kutulia. Mwanaume anataka mwanamke ambaye ni mtulivu. Mwanaume anataka mwanamke ambaye ni mnyenyekevu, ni msikivu na mtiifu. Kwa jifunze kutulia,
hata kama makosa unaona kabisa hapa kakosa mwanaume wako. Mwanaume akipanda juu, shuka chini. Subiri pale hasira imetulia, ghadhabu imetulia, na ile roho ya unaona kabisa hapa mtu wangu yupo na hasira. Tulia. Ukiona hasira imetulia, ni muda mzuri sasa, akiwa katika hali ya utulivu, mfuate. Ongea naye kwa hekima, ongea naye kwa upole na kwa upendo na kwa unyenyekevu. Hapo ndipo utakapoona baraka za Mungu na utulivu na neema ya Mungu ikitawala katika maisha yako. Lakini usitake kushindana naye, kwa sababu utamchochea abadilike kabisa. Hilo ni lazima leo kwa mwanaume. Mwanaume yote ukitaka ushindane naye, elewa kabisa ndani yake kuna moto wa mashindano na uchochea. Elewa kabisa kuna moto unakopo unauongeza wa kutokukupenda, unauongeza moto wa kuona huyu mwanamke ni mwanamke, lakini ndani yake ana roho ya wanaume, ana roho ya utawala, anataka na mimi anitawale, ananiona mimi ni mwenzake. Kwa hiyo kitu unakuwa unaichochea ndani ya mwanaume. Kwa hiyo inapokuwa inaongezeka hiyo roho au hiyo kitu, anaanza kukuchukia zaidi, hata kupenda kabisa, hata kupenda. Lakini madhara gani yatatokea pale ambapo utakuwa unaonyesha ishara za namna hiyo, kali, kumfokea, kutokumtii? Elewa kabisa kitu ambacho kitafuata nyuma yake, ataanza kuchelewa kurudi nyumbani. Ataanza kuchelewa. Kama alikopo ni mtu anahamasika kurudi saa 12 kutoka kazini, utaanza kuona anakuja saa 5 za usiku. Utaanza kuona anakuja saa 6 za usiku wakati umelala. Ataanza kuchelewa kurudi nyumbani. Kwa sababu gani? Ndani yake ule moyo wa kukupenda na kufa umeonyesha kitu ambacho kina ujeuri, kitu ambacho kina dharau, kitu ambacho kinachukua pointi za wanaume wake. Anaona kabisa huyu mwanamke anachukua pointi za kwangu mimi ambazo natakiwa niwe nazo mimi, anazichukua yeye. Kwa ataanza kuchelewa kurudi nyumbani, hata taka awe na kuona tena. Lakini jambo lingine, ataanza kula chakula nje, hata kuwa anakula chakula cha kwako ambacho unampikia. Hata upige chakula kizuri vipi, hata kipenda. Hata kama alikipenda mwanzo, lakini kwa sababu umeanza kuonyesha makucha namna hiyo ya kumfokea na kujibizana naye, chakula chako hatakuwa nakula. Atakupa vikolazi akale ugali na madagaa huko nje, lakini chakula chako asikile. Kwa nini atakula? Hatakula hicho chakula kwa sababu gani? Kwa sababu tunasema kwamba umeonyesha roho ya utawala, ya kummiliki, roho ya ubabe. Roho hiyo ya ubabe inaleta, tunasema kwamba, vifungo vya kuifunga ndoa yako kwa mikono yako wewe mwenyewe. Haya ni madhara makubwa sana mwanaume unapokuwa unamuonyeshia vitu vya namna hiyo mwanaume wako. Lakini jambo lingine, ukiomba hela hata kupa, atakuwa anakuambia sina. Hata kama mwanzo alikuwa anakupa kwa wakati, kumwambia baby nataka hela ya kusuka, atakwambia mimi sina. Nataka hela nikanunue nguo, atakwambia sina. Nataka hela 1 2 3, atakuwa anakuambia sina. Kwa sababu gani? Kwa sababu ndani yake umemtengenezea roho ya kutokukupenda, kwa sababu ulionyesha ubabe kwamba na mimi ni mwanamke, mimi ni mwanamke na roho ya utawala. Sasa kiwa una roho ya namna hiyo kumuonyesha mwanaume wako kwamba wewe ni mtawala, unamfokea, unajibizana naye, elewa kabisa hatakuwa nakupenda. Hata ukimuomba fedha hatakuwa nakupa. Ni hivyo tu, hata fedha ambayo atakuwa nakuachia ndani kwa sababu ule tu na wewe uwe hai, ule uendelee na mambo yako. Hata kupenda, hata kuwa na kuthamini kama mwanzo. Lakini wewe mwanamke ndio unakuwa umembomoa. Lakini jambo lingine, ataanza kukwambia kuwa anasafiri nje ya mkoa, au ataanza kukwambia anatoka nje ya nchi. Yaani hata kama uko hapa Tanzania, hata kama uko hapa Dar es Salaam, tukwambia mimi naenda mkoani, naenda Njombe, naenda Singida, naenda Mwanza. Kwa sababu gani? Kwa sababu hataki akae na wewe mwanamke mwenye makelele, hataki akae na wewe mwanamke mwenye kiburi, hataki kae na wewe mwanamke ambaye unapanda juu kuliko yeye. Anaona bora kakae pembeni akatulie. Kwa hiyo ukiwa katika hali ya namna hiyo mwanamke, kijiona wewe ni mkali, ukijiona wewe unainua makucha kuliko yeye, ndani yake unajitoa wewe mwenyewe, unajiondoa. Lakini jambo lingine, ataanza kukukwepa na kukuona wewe ni mjinga. Ataanza kukuona wewe ni mjinga. Kama alikuwa anakutoa viauti, anaanza kukuona wewe ni mjinga. Unaona unajilemba, unajipodoa, unang'aa, lakini wewe ni mjinga.
Sababu gani? Anataka utawala wa kwangu, ananifokea, anajibizana na mimi. Kwa hiyo ili umfanye mwanaume awe ni wa kwako peke yako, acha kujibizana naye, acha kufokeana naye, acha kabisa. Mwanamke, acha kujibizana na mwanaume wako, acha. Ni hatari. Unakuwa unaibomoa ndoa yako kwa mikono yako wewe mwenyewe, unakuwa unaivunja kabisa, unakuwa unaivunja. Lakini jambo lingine ambalo tukulielewe, mwanamke mpumbavu, hata Biblia inasema huwa anapiga kelele, anapiga kelele, anakuwa hajui kitu kabisa. Soma kile kitabu cha Mithali 9, napenda sana ule mstari. Mithali 9 mstari wa 13. Anakuwa ni mjinga, hajui kitu. Anakuwa ni mshamba na mpumbavu anayepiga kelele. Naposema anapiga kelele, maana yake anapokuwa anafokeana au anajibizana na mwanaume wake. Unapokuwa unajibizana na mwanaume wako, wewe ni mjinga, ni mpumbavu usiyejua kitu. Wewe ni mjinga, wewe ni mpumbavu, lakini unakuwa ni mtu usiyejua kitu. Kwa hiyo ukiwa na tabia namna hiyo, kuona unajibizana na mwanaume wako, wewe ni mjinga, wewe ni mpumbavu, halafu tena ujue kitu. Pumbavu sio tusi kwa mujibu wa maandiko. Kwa hiyo ni lazima uelewe mwanamke, ili mwanaume wako huyu awe ni wa kwako peke yako, penda kumpa heshima. Mwanaume anataka kuheshimiwa hata kama mwanamke ana fedha nyingi kuliko huyo mwanaume, ni wa kwako. Mungu amekupa, mtunze, msamini, mjali, mheshimu. Usione leo kwa sababu umepata ndio uanze kuonyesha makucha. Utanifanya nini na pesa na vibiashara vyangu, nashika vimia. Kwa sababu gani? Kwa sababu wewe ni mwanamke usiyekuwa na stara, usiyekuwa na adabu na nidhamu. Kwa hiyo ukitaka mwanaume wako awe ni wa kwako peke yako, zingatia mambo hayo na Mungu atakubariki sana. Mungu akutunze. Niliyekuwa ninaongea nawe ni kuhani Samuel Benson Yosia. Ninakutakia wakati mwema. Jambo la kuzingatia, hapo chini ya video yetu kuna maandishi yameandikwa subscribe. Ninaomba bonyeza alama ya subscribe kupata mafundisho yote ambayo yanatoka katika chaneli hii. Ninakutakia wakati mwema. Shalom shalom. Maranatha. Asante sana.